Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametembelea kituo cha kulea watoto wenye uhitaji cha Sanganiwa kilichopo mjini Kigoma kinachosimamiwa na Kanisa Katoliki Jimbo la Kigoma. Akizungumza na watoto na walezi wa kituo hicho, Mheshimiwa Majaliwa amesema kuwa serikali inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inatambua mchango wa madhehebu ya dini katika kuwalea kimwili na kiroho watoto wenye uhitaji maalum nchini. Akisoma taarifa ya kituo hicho cha Waziri Mkuu, mkurugenzi wa kituo hicho Kenneth Hageze amesema kuwa kilianzishwa mwaka 1995 na mpaka sasa kimehudumia watoto 1309. Mheshimiwa Majaliwa alitoa mchele, maharage, mafuta, sukari pamoja na taulo za kike. Hii ni News Update Media. Uwezeshaji wa kiuchumi na uendeshaji, hili tumelifanyia kazi kwa miaka yote na tunaendelea kutoa huduma za mikopo kwa wanawake, vijana wenye ulemavu inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri, sambamba na kuanzisha mfumo wa kielektroniki wa Wezesha Poto ambao unachagiza ongezeko la idadi ya wanufaika. Sasa hivi tunafikia karibu 50%. Na kupitia mfumo huo watu wenye ulemavu wanaweza kukopa mtu mmoja mmoja ama kikundi. Na kufikia mwezi wa 3 mwaka huu tayari shilingi bilioni 5.48 zimetolewa kwa vikundi 891 kwa ajili ya watu wenye ulemavu jumla hapa nchini. Lakini pia kwa mwaka 2024-2025 ruzuku imeongezwa hadi kufikia shilingi milioni 230 ikilinganishwa na shilingi milioni 200 zilizotolewa miaka miwili iliyopita. Kwa hiyo kwa sasa tumepanda juu. Tunaimarisha utoaji wa huduma za afya kwa watu wenye albino kwa kipindi kuanzia mwezi wa 7 2021 hadi mwezi wa 6 mwaka jana 2024 kupitia bohari kuu ya dawa MSD ambayo nimeikuta iko hapa. Serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 500 kusambaza katika mikoa yote 26 Tanzania kupeleka mafuta kinga ya saratani ya ngozi kwa watu wenye albino. Na aidha mwaka wa fedha 2025 serikali yetu ilitenga bilioni 8.743 kwa ajili ya huduma za ustawi wa jamii. Lakini pia kulikuwa na shilingi milioni 182,859,160 ni kwa ajili ya ununuzi wa mafuta kinga tu ya saratani ya ngozi hasa kwa watu wenye albino. Tumetenga fedha katika kila halmashauri ya kununua vifaa ni kwa ajili ya walemavu wetu walioko kule. Moja, kwa wenye albino halmashauri inayo jukumu la kununua lotion, kofia na miwani. Pesa ziko kwenye halmashauri. Na kwa hiyo wanafunzi wetu wenye albino wanaosoma kwenye shule za msingi za kawaida ni lazima wapewe huduma hizi ambazo serikalini tunasema tunazitoa kwa umuhimu wake kwa bure kwa wanafunzi wetu wanaosoma shule za msingi, sekondari na huko. 2, kwa wenye uono hafifu, fimbo, mashine za kuchapia na makaratasi yatanunuliwa na halmashauri iwe ni sehemu ya vifaa vya kufundishia na kujifunzia shuleni. Kwa hiyo halmashauri lazima ziratibu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, simamieni haya. 3, wenye ulemavu wa viungo kama hawezi kutembea kabisa, ni jukumu la halmashauri kununua baiskeli au kutafuta namna yote ile ili kijana huyu ambaye anashindwa kutembea apate kuondoka kutoka eneo moja mpaka eneo jingine. Ni lazima kila halmashauri inunue vifaa saidizi vya wale wanafunzi wote wenye ulemavu. Tume ya Madini ina furaha kualika wadau wote wa sekta ya madini ikiwa ni pamoja na makampuni ya uchimbaji, watoa huduma na wafanyabiashara wa madini kushiriki katika jukwaa la 4 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini LCCF 2025. Jukwaa hilo litafanyika katika ukumbi wa Malaika Beach Resort jijini Mwanza tarehe 16 mwaka 2025 mpaka tarehe 18 Juni mwaka 2025. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi
asubuhi, na mgeni rasmi atakuwa ni Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Kauli mbiu ni ongezeko la ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, chachu ya ukuaji wa uchumi Tanzania. Jukwaa hili litajumuisha mawasilisho, midahalo, mafunzo, maonesho mbalimbali kutoka taasisi, serikali, makampuni ya madini na watoa huduma migodini. Kushiriki, tafadhali jisajili kupitia link ya rcforum.tumemadini.go.tz au wasiliana na ofisi kupitia barua pepe ya localcontent@tumemadini.go.tz au piga simu namba 0658050500. Mwambie jirani au mwambie jirani kuwa nyote mnakaribishwa. Serikali tunaheshimu sana na tunatambua mchango wa watu mmoja mmoja, wadau wa kawaida, lakini na taasisi za dini, kwa huruma walio nayo wanapita mitaani kuwakusanya hao watoto na kuwaweka pamoja na kuwapa mapenzi ya malezi ambao wanayapata kama ambao wangeweza kuwapata na wazazi wao. Wanachokosa ni kumuona baba na mama. Kumbe na nyie hapa Sanganigwa mmeamua kuwakusanya hao watoto. Hongera sana. Hili jambo ingawa tunalizungumza lakini linaumiza sana. Napata mtoto kwa maamuzi yenu tu, halafu mnamtelekeza. Ni dhambi kwa Mungu. Kwa huruma ya taasisi za kidini ikiwemo na Roman Catholic, ambayo kila palipo na kanisa wamejitahidi kuanzisha kituo cha watoto wadogo yatima, na hapa pia mmeamua kuwatunza hao watoto. Na nimesoma hapa historia yenu mzuri. Katika kipindi hiki mmetunza watoto zaidi ya 1300 plus. Wale ambao wamefikia umri mkubwa mmewaandalia makazi ya kuwa na familia, wanaendelea na familia zao. Wanaposhindwa wanarudi tena kwa baba na mama hapa kuja kupata msaada. Hili jambo si dogo, ni jambo kubwa, linahitaji kupongezwa. Tujipongeze wenyewe.